Ninasimama hapa, mimi ni mkuu wa wilaya ya Momba, kwa majina naitwa Elias Mwandobo, lakini kwa leo namwakilisha mkuu wetu wa mkoa Comrade Daniel Godfrey Chongolo, ambaye angependa kuwa pamoja nasi lakini kwa sababu ya shughuli mbalimbali ameshindwa. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, ninapenda kukukaribisha katika mkoa wetu wa Songwe, lakini kipekee nikukaribisha katika wilaya ya Momba, katika mji wetu wa Tunduma. Ndugu mwenyekiti, tunayo shukrani kubwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu katika mkoa wetu wa Songwe ametuletea, katika kipindi chake cha uongozi ametuletea jumla ya bilioni 758 katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Na kipekee fedha hizo, miongoni katika mwaka huu wa fedha ambao bado hujaisha 2024-2025, kiasi cha shilingi bilioni 7 zimetumika katika mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Lakini katika fedha hizo bilioni 3.8 zimetumika kwa ajili ya wanawake na bilioni 3 zimetumika kwa vijana na milioni 479 zimetumika kwa watu wenye ulemavu. Lakini kipekee lazima watu wa Tunduma muwe na shukrani. Kipekee kabisa katika fedha hizo za bilioni 3 kwa ajili ya vijana, bilioni 1.9 zimetumika katika kuwakopesha vijana wa Tunduma. Vijana wa Tunduma oye! Ndugu mwenyekiti, vijana hawa fedha hizo wamezitumia katika kujiendeshea vikundi vyao, ambao mpaka sasa tumekopesha vikundi zaidi ya 127, na vikundi hivyo vinaendesha biashara zake na shughuli za kiuchumi katika masuala mbalimbali, ikiwa ni vikundi vya bodaboda, vikundi vya bajaji, vikundi vya useremala, vikundi vya wajenzi na shughuli mbalimbali. Hivyo vijana wa Tunduma wana kila hali na kila sababu ya kutiki Oktoba. Vijana mnatiki au mtiki? Hivyo tufikie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais. Lakini fedha hizo zimetumika katika mabarabara, zimetumika katika vituo vya afya, zimetumika katika elimu. Kwa sababu ya muda hatuwezi kuyataja yote, lakini wananchi hawa ni mashuhuda. Kila mahala kuna miradi mbalimbali ya maendeleo. Ndugu mwenyekiti, baada ya kusema hayo, sisi tuko tayari kukusikiliza na tuko tayari kusikiliza maelekezo yako, na tumepata taarifa kwamba kesho utatembelea baadhi ya miradi. Tutakuwa pamoja tusikilize maelekezo kutoka kwa Chama cha Mapinduzi. Asante sana kwa kunisikiliza. Tunduma oye!